Salamu ndugu zetu mahala popote pale mlipo na mnapotusikiliza muda na wakati huu tena. Sisi tulioko hapa ni wanafunzi wa mzaliwa wa pili Zulula 100, mwalimu pekee kwa nyakati hizi aliye na maarifa ya kuweza kumkomboa mtu mweusi popote pale unaponisikiliza. Mimi kwa majina naitwa Boniface Mayunga na niko na mwenzangu hapa anaweza akajitambulisha mwenyewe. Naitwa Lau Nkavama. Kama jinsi mlivyotangulia kusikia kwamba Zulula 100 ndiye mwalimu pekee kwa nyakati hizi, ni mkuu aliyewekwa wakfu, aliye na uzoefu wa kupambana vita vya kiroho. Kwa siku ya leo tena tutazungumzia jambo ambalo linaonekana kwamba halijulikani kwa walio wengi. Tunapenda kuambia ndugu zetu mnaopenda kutusikiliza, mafundisho haya huwezi ukayasikia popote pale. Na huu ujumbe mnaousikia kwa siku ya leo ni kuhusiana na mtu mweusi. Mtu mweusi ni nani katika ulimwengu huu? Unaweza ukawa hili swali ulikuwa unajiuliza muda wa kutosha sana. Unaweza ukawa ulishawahi kuwauliza kati ya wale wanaojiita kwamba ni wachungaji, mitume, manabii, maprofesa, kwamba hivi sisi watu lengo letu hapa duniani ni nini? Lakini sisi tutazungumzia mtu mweusi. Maana unapomuuliza mtu katika hali inayoonekana kwamba mtu mweusi ni nani, watu wengi hawajui kwamba mtu mweusi anawakilisha nini katika hali inayoonekana. Watu wengi hawajui. Hata unapogusia kuhusiana na bikira mweusi, watu wengi hilo swali kwao ni geni, lakini wanachoelewa kwamba ni Bikira Maria tu ambaye alikuwa ni mzungu. Kwa hiyo kwa siku ya leo mtakwenda kutambua kwamba mtu mweusi ni nani, japo kwa muda mfupi, kwa sababu unapoingia katika Biblia ambazo ni historia ya huyo mtu tunayemzungumzia hapa, inadhibitisha haya tunayoyazungumza, na nyinyi wenyewe mtadhibitisha baada ya kuchunguza. Sasa basi, kwa kuwa kuna nadharia nyingi za wanasayansi, za dini, hizo tayari zimeshazungumziwa na mzaliwa wa pili. Kabla ya kuendelea mbele zaidi, naomba kakaangu atusomee andiko la Mwanzo 1:26. Naomba nisome hiyo Mwanzo 1:26. Nasema hivi: Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki na bahari na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Basi Kwa hiyo ukisoma vizuri hilo andiko, Mungu akasema na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Hatutagusia kipengele hicho kwamba Mungu akasema na tumfanye mtu alikuwa yeye na nani, lakini tutagusia tu kwamba Mungu akasema na tumfanye mtu. Wanaposema na tumfanye mtu, huyo mtu lazima atakuwa na rangi, kwa sababu unapoangalia katika dini, Adamu na Eva wanamchora kwa muonekano wa rangi gani? Ni mzungu. Kwa hiyo jamii ya Kikristo inaamini kwamba Adamu na Eva walikuwa ni wazungu. Wanasayansi wao wanaamini kwamba Adamu na Eva hawaamini kama jinsi wanavyoamini wanadini, maana wao wanakuja kusema kwamba binadamu ametokana na mabadiliko, yani evolution, kutoka kwa nyani na akabadilika rangi, baadaye akawa mzungu. Kwa hiyo ndivyo wanavyoamini. Sasa hapa tunagusia sasa kwamba
Mungu akasema na tumfanye mtu. Huyo mtu alikuwa na rangi gani? Na kwa wale ambao ni wageni wa mafundisho haya, utambue tu kwamba Mungu anaposema na tumfanye mtu huyo mtu alikuwa ni mweusi. Natangulia kusema hivyo. Wewe mweusi unayenisikiliza, sijidharau. Usifikiri kwamba wewe labda haujulikani katika historia. Usifikiri kwamba wewe labda umetoka kwa nyani. Hapana. Nazungumza hapana kwa sababu ya uwepo wa mzaliwa wa pili ambaye ni Zulula 100. Kwa sababu aliposema Mungu kwamba na akatawale samaki, yani viumbe vya majini, viumbe vya angani na viumbe vya nchi kavu, maana yake tunapokuja kuangalia ni nani anayedhibiti, ni nani anayetawala katika huu ulimwengu, hivyo vitu, watu wanaweza wakasema kwamba kutawala, si wazungu wanatawala kwa wakati huu, maana wao wamebobea sana katika hata teknolojia zilizopo, maana mtu mweusi anaonekana kwamba ni duni, hana maarifa. Hapana, hayo ni macho ya kikoloni. Siwaze hivyo. Unajua ni miaka mingapi ambayo imepita? Unajua ni historia ngapi zimepita mpaka mtu mweusi kuja kuonekana kwa wakati huu yuko hivi? Kwa sababu kuna jambo ambalo linadhibitika pia kwa sasa. Hata ukienda pale Misri, ni kina nani waliojenga hizo piramidi zinazoonekana pale? Na wale wanaokuja ambao unawaamini wewe, wanakuja kusema kwamba hao watu walijenga kwa kusaidiwa na extraterrestrials, yaani viumbe vya nje na ulimwengu huu, wakipenda kuaminisha kwamba labda watu weusi waliozijenga hizo piramidi labda walikuwa hawana maarifa. Na tena wanakuja kusema kwamba yani ni nguvu ambazo sio za kawaida, kwa hiyo walishirikiana na mapepo ili kuweza kujenga hizo piramidi. Ni kupenda kupotosha historia ya mtu mweusi. Kwa hiyo ni mojawapo ya vidhibitisho ambavyo mtu mweusi alivifanya, na baadhi ya hao watu ambao hawapendi historia ya mtu mweusi ijulikane, wanaenda pale, hata kuna utambulisho wa hizo sanamu ambazo ziko pale, wao wanabomoa pua ili kuonyesha kwamba labda muonekano wa sanamu hiyo labda kilikuwa kitambulishe mtu mweusi. Sanamu zilikuwepo pale, zilijengwa na zilikuwa zina muonekano wa watu weusi, maana mtu mweusi unaweza ukamfahamu kupitia pua yake. Sasa tunaporejea hapa kwamba akatawale samaki, ndege na wanyama, bila kusahau kuna viumbe vingine ambavyo tunatakiwa tuwe na ufahamu navyo. Mfano jua. Jua ni kiumbe. Kwa hiyo anapoambiwa huyu mtu kwamba akatawale, maana yake ni kudhibiti pia. Ni kudhibiti, yani ni kuwa na uwezo wa kudhibiti mazingira. Sasa ni nani anayedhibiti mazingira kati ya wale ambao naofikiri wewe wana maarifa, mfano wazungu, Waarabu, Wahindi, wa China? Ni kina nani wanaodhibiti mazingira kama sio mtu mweusi? Maana mtu mweusi ukiangalia mazingira yanafanana na nani? Yanafanana na mtu mweusi. Ukiangalia hata kuna miti ambayo kwa muonekano ukiangalia inafanana na muonekano wa mtu mweusi. Wengi wanaweza wasielewe hapo, kwa sababu miti ni mazingira na ni viumbe. Kwa hiyo mtu mweusi ndiye anayetawala. Sasa tunapoongelea jua, mfano jua tunajua kwamba linasumbua rangi zingine hatari, hapana mzaa. Jua linapokuwa kali, kuna watu, siseme watu, ni wanadamu. Kuna wanadamu ambao wanajiuliza watatoka namna gani. Sasa unapomwangalia mzungu, mfano
Hivi kweli kweli anaweza akadhibiti jua? Hivi kweli kweli anaweza akatawala jua? Popote pale anapopatikana jua, ongezeko la joto likiongezeka, je, anaweza akavumilia? Kwa hiyo hata kama kuwe na baridi sana, anayeweza kuvumilia ni mtu mweusi, kwa sababu ni yeye aliyeambiwa kwamba ukatawale. Kwa hiyo wakati huo hakukuwepo rangi zingine, hakukuwepo Mwarabu, hakukuwepo mzungu, hakukuwepo Muhindi. Mwanzo 1:26. Huyo alikuwa ni mtu mweusi. Maana rangi zingine unapomwambia angalia jua, anajihisi kama vile unamkalaisha, hana huo uvumilivu. Kwa hiyo ni mtu mweusi anayeweza kuliangalia jua. Kwa hiyo huyo ndiye anaona mbali kuliko rangi zingine. Lakini kwa sababu historia imebadilishwa, kwa sababu ya wakoloni kuja barani Afrika, kwa sababu ya wazungu kuja kutuingiza katika mambo ambayo ni ya udanganyifu, ndiyo maana bara la Afrika, hata mtu mweusi popote pale alipo anajiona kwamba yeye labda ni duni. Na tena ndiye hao niliotoka kuwataja ambao wanamdharau mtu mweusi, wanamwambia kwamba wanapomuona katika bara lao, kwa mujibu wao wanamwambia kwamba rudi kwenu, kwamba wewe mtu mweusi haujui chochote, kwamba labda ulikuwa ni nyani. Sasa amka wewe mtu mweusi, popote pale unaponisikiliza. Hao watu hawawezi kukuonyesha ukweli, hawawezi kukuletea dini ya kweli, kwa sababu asili yao ni mbaya. Na ndiyo maana mzaliwa wa pili yupo kwa ajili ya kurejesha historia iliyokuwa imeibiwa, historia ambayo ilibadilishwa kwa muda mrefu, sasa inarejeshwa. Kwa hiyo mtu mweusi ndiye mtu wa kwanza kuwepo katika huu ulimwengu. Kwa hiyo mtu mweusi sio duni, popote pale unaponisikiliza. Watu wanaweza wakafikiri labda tunaongea tu. Luka 1:36 inasema hivi. Luka 1:36 inasema hivi, malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Hiyo ni Luka 1:35. Vizuri. Luka 1:35. Luka 1:35, sikiliza kwa umakini. Roho Mtakatifu atakushukia, hii ni Biblia habari njema, na uweza wake Mungu mkuu atakuja kama kivuli. Sasa swali, maana Roho Mtakatifu wamemzungumzia hapa, Roho Mtakatifu atakushukia na uweza wake Mungu mkuu utakujia kama kivuli. Yaani hapo kuna Roho Mtakatifu na kuna uweza wake Mungu mkuu, ambaye huyu anaambiwa, ambaye ni Mariamu, maana huyu anayezungumza hapa ni malaika, anamwambia kwamba na uweza wa Mungu mkuu utakujia kama kivuli. Ina maana ile nguvu ya Mungu itakuja kama kivuli, na mtoto atakayezaliwa ataitwa kwamba ni mwana wa Mungu, yaani ataitwa mtakatifu. Mtakatifu maana yake hana dhambi. Sasa swali, kama kivuli, kivuli kina rangi gani? Kivuli kina rangi gani? Nyeusi. Kwa hiyo mtu mweusi
ndiye mtu wa kwanza kuwepo katika ulimwengu huu. Kwa hiyo hata viumbe vya kiroho usifikirie kwamba vina muonekano wa mzungu. Wewe unapokuwa mzungu, unapoangalia kivuli chako, maana yake kama vile una udanganyifu fulani. Lakini kama wewe ni mweusi na kivuli chako ni cheusi na roho yako itakuwa nyeusi tu, ndio ukweli ulivyo. Unataka ukweli wa kwenda wapi? Unataka ukweli wa kwenda wapi? Katika dini? Dini ni upotovu, dini ni ukengeufu, na ndio maana watu wanasali miaka na miaka hawajui hata asili yao. Ina maana Kristo anayezungumzwa hapa atakayezaliwa hawezi akawa na muonekano wa mwanadamu, maana mwanadamu ni yule wa rangi nyingine tofauti na mzungu. Kwa hiyo kwa mujibu wa Roho Mtakatifu atakushukia na uweza wake Mungu mkuu utakujia kama kivuli, na kivuli tunakuja kuona kinafanana na mweusi moja kwa moja. Haya ni maandiko ambayo yanathibitisha uwepo wa mtu mweusi. Kwa hiyo tunaposema mtu mweusi ni nani, maana yake mtu mweusi ndiye uwakilishi wa kiumbe cha kiroho hapa duniani. Kwa hiyo unatakiwa kutembea kikamilifu, unatakiwa kuwa na matendo ambayo ni mema ili uweze kulisi ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo ndiyo maana tunasema kwamba mwalimu ni mmoja tu ambaye ni mzaliwa wa pili zulula 100. Wengine wote wanaojiita kwamba ni manabii, wanaojiita kwamba ni mitume, wako pale kwa ajili ya matumbo yao tu, wako pale kwa ajili ya kuwafanya waumini kama vitega uchumi vyao tu. Maana ikiwa wanazungumza ukweli, hili jambo wangekuwa wameshaliongelea. Wewe ungekuwa umeshajua historia yako, hizo dini zingekuwa za ukweli. Maana yake kungekuwa na nabii ambaye anayetambulisha uwepo wako hata kwa picha, lakini ni wao tu, ni wazungu tu, ni Waarabu tu, ni Wahindi tu ndio wanaochorwa kwenye mabasi, ndio wanaochorwa kwenye vitabu. Wewe haupo. Karibu kaka yangu. Asante sana ndugu yangu kwa maelezo mazuri ambayo ndugu zetu wanaotufuatilia chaneli hii ya Mbantu TV, tunazidi kuwaomba chunguzeni haya tunayosema, ambao kaka yangu yote amezungumza kuweka uthibitisho mtu mweusi ni nani, na mimi nakazia humo humo kulingana na mafundisho tunayoyapata kutoka kwa mwalimu wetu wa pekee Zulula 100. Hii chaneli inaitwa Mbantu TV, Mbantu Media. Sasa kama ni Mbantu Media, unajua tafsiri yake? Mbantu maana yake ni mtu mweusi, Mbantu, na huu ni umoja na wingi wake ni Batu. Batu au katika hali ya kawaida waita Wabantu. Sasa Wabantu ni wazungu, Wabantu ni watu weusi. Batu kutokana na tafsiri ya nchi mbalimbali. Tanzania ukija naita mtu, lakini wengine wa Kongo Batu, wengine muntu, wengine yani lafudhi inabadilika, lakini tafsiri ni moja tu. Sasa tunaposema mtu mweusi ni nani, jitambue kwa mtu mweusi ndio master wa rangi zote unazoziona duniani. Kuwathibitishia hilo kama haya tunayoongea hatupo kwenye mzaha, na wala usitarajie malaika ashuke aseme angani na mbawa zake akueleze haya tunayosema. Wala wachungaji wenu wa uongo hawana uthubutu wa kusema, kwanza hawajui, hawana maarifa, hawana ufahamu. Sasa amekuja mgeni kutufunulia siri zilizofichika kama hizi unazozisikia. Tunaposema mtu mweusi ni master wa rangi zote duniani,
Chukulia mfano mdogo tu katika hali ya kawaida, maana tunaenda kwa uhalisia. Hebu jaribu kuangalia rais wa Marekani mstaafu Barack Obama. Yeye tumchukulie mfano kwa sababu ni mtu maarufu, ni mtu mashuhuri, rais wa taifa la Marekani. Yeye ukimwangalia amechanganya damu, yeye ni nusu damu, damu mchanganyiko. Mama yake ni mzungu Mnefiri, lakini baba yake ni Mbantu Mkenya, mtu mweusi. Sasa angalia walivyoshiriki. Mtoto alitoka rangi gani? Chotara. Maana Obama huwezi kumwita ni mzungu, piga huo garagaza, yeye ni chotara, damu mchanganyiko. Sasa hizi siri kama hizi huwezi kuzipata popote pale duniani. Sali uwezavyo, hudhuria shule na shule uweze kupata uthibitisho huu, lakini kwa mapenzi ya muumba wetu wa kweli, Luba Tete amemtuma mzaliwa wa pili Zorua 100 kutufunulia siri hizi. Kwa hiyo tambua, mtu mweusi ndiye master wa rangi zote duniani. Fuatilia haya kwa ukaribu na kuchunguza kwamba ili uweze kupenya zaidi, usisite kufungua simu yako janja katika ulimwengu huu wa dijitali. Unaandika tu pale Imani Msimbwa kwa lugha yetu ya Kiswahili, unapata mafundisho haya ambayo yametafsiriwa kwa lugha yetu ya Kiswahili. Na wewe ambao unajua lugha tofauti na Kiswahili kama Kiingereza, unaandika ndani ya YouTube yako tu Authentic Truth, unapata mafundisho haya yanaitwa na mgeni wetu wa ajabu. Na wewe unajua Kifaransa, maana dunia imeendelea sana, Kifaransa unafahamu, andika Zorua 100, utapata moja kwa moja siri hizi tunazozisema. Mwisho kwa kumalizia, ndugu zetu wapendwa mnaofuatilia chaneli hii ya Mbantu Media, chunguzeni haya tunayosema, maana tupo kwenye uhalisia katika hali inayoonekana. Tupo kwenye kipindi cha unabii live kwa hali halisi inayoonekana. Tambueni tunaye mgeni duniani, na mgeni huyo ni mzaliwa wa pili katika madhihirisho ya uumbaji wa muumba wetu wa kweli Luba Tete. Asanteni sana, tuwe nasi na mzidi kuchunguza na myafuatilia haya kwa umakini na kwa umanani. Muumba wa kweli azidi kuwabariki, tuwe pamoja. Asanteni sana.